الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na somo letu la tafsiri ya Qur'an tukufu na tuko kwenye suratu Nur. Nadhani leo tunaanza aya 36, si ndio? Au 39? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Aya 45 hiyo. Nafikiri tuweke lengo hapo ili tupate nafasi nzuri ya maelezo. Aya ya 39 ya suratu Nur. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru. Mwenyezi Mungu anabainisha hali za makundi katika mkabala wa imani baina walioamini na wale waliokufuru, na wakati mwingine pia wanafiki waliokuwa kati na kati. Kidhahiri wanaonekana wameamini, kumbe katika hali halisi hawajaamini. Na wakati mwingine wenye kutia shaka, wale ambao wameamini lakini imani zao si imara, penye msukosuko hutetereka. Sote hizi ni aina za makundi ya watu katika mkabala wa imani. Walioikubali kwa dhati, walioikataa katakata, waliokaa kati na kati wakajionyesha kwa dhahiri waumini kumbe si waumini, na wale ambao wameamini lakini imani zao ni haba wakatetereka. Wote hawa Mwenyezi Mungu anawabainisha katika Qur'ani kwa tabia zao, si kwa majina yao wala sura zao, ili binadamu mwenyewe ajipime. Wanasema ajikatie suti kwa saizi ya mwili wake, ajikatie suti kwa saizi ya mwili wake, yani ajitizame mwenyewe alivyo, anaingia wapi. Anaingia katika waumini wa kweli
anaingia katika makafiri, anaingia katika wanafiki, anaingia katika watu wa imani haba wenye kutetereka, au yukoje? Ajione mwenyewe. Sasa kwenye aya ya nyuma huko alisema fi buyutin adhina Allahu an turfa, katika majumba ambayo Mungu ameruhusu yanyanyuliwe. Na tukasema maana ya kunyanyuliwa ni kujengwa ghorofa au maana yake kutukuzwa. Tukaipa nguvu maana ya kutukuzwa kuliko maana kujengwa maghorofa, kwa sababu mpaka Mtume SAW anafariki dunia msikiti wake haukuwa msikiti wa ghorofa, wala msikiti wa Maka haukuwa msikiti wa ghorofa. Tena ikiwa swala liko hivyo, izungumzweje habari ya kunyanyua misikiti kwa maana kuifanya ya ghorofa? Hapa maana yake kutukuzwa. Fi buyutin adhina Allahu an turfa, wala tusemi maana yake kwamba ni haramu au haifai kujenga msikiti wa ghorofa, la. Lakini tunasema aya hii haimaanishi kujenga msikiti wa ghorofa, inazungumzia kutukuza. Kama Mwenyezi Mungu kaamrisha, karuhusu itukuzwe misikiti. Na kutukuzwa maana yake watu wapaone ni mahala patakatifu, wakiingia waingie kwa heshima na adabu, wafanye mambo ambayo yanatakiwa tu, yasiotakiwa wasiyafanye, wasichukulie kuwa wameingia kwenye holi wanatamba wanafanya wanavyotaka. Hii misikiti ni ya kutukuzwa. Anturfa wa yuzkara fiha ismuhu, na litajwe ndani yake jina lake, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, hutakasa ndani yake asubuhi mapema na jioni kubwa. Nani wanaotakasa? Rijalun la tulihim tijaratun, ambao hawa sasa ni waumini, wakatajwa na sifa zao walizozitaja. Sasa mbele ndo nakuja walladhina kafaru, na wale waliokufuru. Ndio tunaanza hiyo aya 39. A'maluhum, vitendo vyao, wale waliokufuru vitendo vyao. Maana kafiri ana aina mbili ya vitendo. Anaweza akafanya vibaya kwa sababu ya ukafiri wake, na anaweza akafanya vyema hapa duniani kwa sababu ya utu wake. Anaweza kuwa kafiri lakini anafanya mambo ya utu, anasaidia wanyonge, anasaidia madawa, anatoa scholarship za elimu mbalimbali, za ufundi, za udaktari. Anaweza kufanya mambo mazuri na ukafiri wake. Sasa tusichukulie tu kuwa hana imani atafanya mabaya matupu. Anaweza akafanya mambo kwa sababu ya utu, si kwa sababu ya imani ya dini. Sasa anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, a'maluhum, vitendo vyao. Je, hivi vinakusudiwa vitendo vibaya au vitendo vyema? Twende mbele tutaweza kuona tunaipa nguvu tafsiri ya vitendo gani. Maana akasema a'maluhum, vitendo vyao tu, hakusema vibaya wala kusema nini vyema. Kasarabin ni kama mangati. Neno gumu kweli hili. Mangati ni neno sasa limeingia kwenye Kiswahili, lakini Waswahili mara nyingi wanaweza kupishana katika matumizi. Mangati ni nini? Mangati ni kuona maji mbali, kumbe si maji, ni mrejesho wa mwangaza wa jua kwenye bonde au kwenye ardhi tambarare. Sana katika njia zilizonyooka sana, majangwani humo na maeneo mengine, unaweza kuona kama kitu maji kule mbele. Kwa Kiingereza nafikiri neno walotumia mirage. Wanaita mirage kwa Kiingereza. Mirage manake ni hadaa ya maji. Unafikiri kuna maji, kumbe hakuna maji, ni mwangaza wa jua unapiga kwenye tambarare ile au mchanga, alafu unaleta mrejesho fulani kwa mbali, wewe ukafikiri ni maji. Tena unaona inacheza cheza hivi. Neno la Kiswahili la Kibantu lililochaguliwa ni mangati. Mangati. Lakini yanaweza kuwa yapo maneno mengine katika lahaja mbalimbali za Kiswahili. Si mangati, mangati. Ndio tumelitafuta kwenye Kiswahili kinachotumiwa kwenye makamusi, wametafsiri mirage mangati. Lakini ni hali ya kuona maji. Inawezekana kwenye lahaja zetu za Kiswahili yako maneno mengine yanayotumika. Kwa hivyo kama mtu analijua au analipenda na alitumia. Kasarabin ndio inaitwa sarab hiyo katika lugha ya Kiarabu. Sarab ni hali ya kuona maji ikitumika kwenye ardhi. Ikitumika mbinguni, sarab ni kitu kingine. Fakanat saraba, yanakuwa ni mawingu. Na kile nacho kinakuwa kama ni kiwingu, kinaitwa sarab. Na katika fasihi ya lugha
ukitumia neno hili manake ni hadaa. Yuko mtu kaandika riwaya inaitwa Sarab Mangati, lakini anakusudia hadaa. Mle ndani mna hadaa, mna mawazo, mna tamaa za watu, mtapata hivi, kumbe hakiwi vile anavyotarajia. Ndio inatumika katika maana ya hadaa. Sisi kwa watu wa pwani tuna maneno mengi ya kusemea dhana hii, lakini hapa zaidi imesemwa dhana hii au fikra hii kwa msingi wa jangwa au tambarare. Sisi tuna maneno katika Kiswahili tunasema hadaa maji maranga. Haya ni maneno ya watu wa pwani. Mpwani mwenzangu, unajua hiyo hadaa maji maranga? Ustaz, hadaa maji maranga unajua? Hadaa maji maranga. Maji maranga unajua? Maji maranga pwani kule chini kuna mchanga mweupe. Sasa mtu akiwa juu akiangalia ule mchanga na maji yalivyo safi, anaona karibu sana pale. Kumbe ni parefu. Sasa inaweza kama imemdondoka saa, umedondoka mkufu wa dhahabu, pete, anasema si ule pale, nenda kauchukue. Utakwenda, utafika, utaugusa, kunyanyuka sasa. Kumbe ni urefu wa kujaza mlima au mnara wa Welles. Wote mnara ule wa simu unaingia wote. Lakini wewe ukitizama unaona ni pale tu, kwa sababu ule mchanga ni mweupe na maji ni meupe, na hasa mchana au kwenye mbaya mwezi unaona pale ni karibu. Kwa hivyo unataka kwenda, lakini ukifika mpaka ukakigusa unachokitaka chini kule, pumzi zitakuwa zimeisha. Sasa masafa ya kurudi juu, kama hujaokolewa, na ukiokolewa ujue umekunya mavi mengi sana kwa sababu ya ugumu wa kuvuta pumzi. Sasa ile ndio inaitwa hadaa maji maranga. Maji maranga ndio yale maji meupe. Maranga manake ni meupe, ndio maana mtu ana mbaranga, ana mabalanga kwa sababu ana weupe. Kwa hivyo maranga manake meupe. Hadaa maji maranga. Sisi kwetu sisi tuna jiografia hiyo. Hao wenye majangwa jiografia yao ni ile ya kuona kwenye tambarare kule kama kuna maji, wakenda kumbe hakuna nini? Hakuna maji. Sasa anaizungumza Mwenyezi Mungu fikra hii ya watu kuadaika. Anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, a'maluhum, vitendo vyao vinawahadaa, kasarabin biqiatin, kama mangati penye uwanda. Tiani uwanda au bonde, ndio yale tulosema, pahala paliponyoka tambarare. Utaona pana maji kule, na wao waendaji wa safari za jangwani anaweza kuona kilomita 5 au 10 mbele, yale ni maji. Kumbe si maji, ndio ule mwangaza wa jua unapopiga pale kwenye ule mchanga, halafu na ule mrejesho unaitwa reflection, mrejesho wa mwangaza unampa taswira, picha ya kwamba yale ni maji. Kumbe si nini? Si maji. Sasa qia inakuwa ni bonde au uwanda. Biqiatin, penye bonde au penye uwanda. Yahsabuhu dham'anu, anayazani mwenye kiu hayo mangati, hiyo sarabu hiyo. Huu inarudi kwenye sarabu. Yahsabu saraba dham'an, anayadhani hayo mangati au hiyo mireji, anaidhani adham'anu, mwenye kiu, ma'an, anaidhani kuwa ni nini? Maji. Hasiba yahsabu inataaddi kwa mafuulu wawili kinahu. Yahsabuhu ha dhamiru mafuulu alawwal, adham'anu nakuwa fa'il, ma'an mafuulu thani. Anayadhani mwenye kiu kuwa ni maji. Hata tena kasema mwenye kiu, manake sasa chukulia mawili, moja umehadaika, lakini pili una uhitaji. Maana mwenye kiu anahitaji maji, halafu anayadhani kuwa ni maji. Hata mpaka idha jaahu, anapoyafika hayo maji au anapofika hayo mangati. Ile huu dhamiri inaweza kurudi kwenye maji ambayo kayadhani wala si hakika, au inaweza kurudi nyuma zaidi kule kwenye sarab, hiyo mireji alipoifika au alipoyafika hayo aliyodhani kuwa maji. Na katumia neno hata kuonesha parefu, si pafupi. Salamun hiya hata matla'il fajri, kutoka usiku kuingia mpaka alfajiri ni parefu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahri, salamun hi,
salamun hiya, salamun hiya, kwa viraa vyote vitatu. Salamun hi, unaweza kusimamia hivyo. Salamun hiya ukaifanya nyepesi. Salamun hiya ukahema, ndio vijuzuu vyetu vya amma vimeweka lile he pale la kuhemea. Hatta matla'il fajri, mpaka kuchomoza. Kwa nini? Kwa alfajiri, na usiku unaingia kwa kuzama jua. Ndio kauli iliyo sahihi, Lailatul Qadri. Sasa kutoka hapo mpaka alfajiri masafa yake mafupi ya muda, hapa ni marefu. Hatta idha ja'ahu, mpaka atakapoyajia, atakapoyafika hayo aloyadhani kuwa maji, au atakapoyafika hayo mangati, parefu sana. Lam yajidu shay'a, hayakuti kitu. Hayakuti, anayakutia si chochote, hamna kitu chochote, pakavu, hakuna tatone. Lam yajidu shay'a. Na kumbe hata hayo mangati yenyewe si kitu, kumbe ni muonekano tu, just an image, taswira tu. Huo ni mfano anawapiga makafiri. Kwa hivyo ndio ile hadaa maji maranga, kujidanganya, tamaa ya fisi, kuufuata mkono kwa kuwa anauona unayumba, akaamini utaanguka. Paka mwenye nyumba anaingia kwake, anafunga boma, fisi hana kitu. Watu wa bara na mfano mzuri huo, tamaa ya fisi. Kwa sababu fisi naye akiona unatembea mikono inacheza hivi, yeye anafikiri lifupa litadondoka wakati wowote. Maana jamaa yule tamaa yake mifupa hivi, basi linaweza kukufuata nyuma mpaka unaingia kwako. Halijadondoka, kaondoka kenda zake, bwege kwa tamaa. Sasa na hawa, hata idha ja'ahu lam yajidu shay'a wa wajada Allah indahu, na atamkuta Mwenyezi Mungu hapo. Sasa maana yake nini atamkuta Mwenyezi Mungu hapo penye maji? Au hii sasa inarudi kwenye hali halisi, atamkuta Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Mbele anasema fawafahu hisabahu, basi atamtimizia hisabu yake. Maana yake hiyo ni siku ya nini? Ya kiyama. Wallahu sari'ul hisabi, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu kuliko calculator. Na calculator ukiuliza tu imekujibu. Basi Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi kuliko calculator kwa mahesabu. Atampigia calculation zake, amwambie kila alichokifanya na kila anachostahili kulipwa. Aya hii tuikalie kitako kidogo kwa kuitafakari. Maana hapa tumetafsiri neno kwa neno tu. Nimeuliza swali kule, walladhina kafaru, na wale walokufuru, a'malum, vitendo vyao hivi ni vyema au vibaya vinapokusudiwa hapa? Kama ni vibaya, kwani wao wanatarajia kulipwa au ni vile vyema? Mwenyezi Mungu anavionyesha kuwa havitakuwa na thamani. Ingekuwa vibaya, si angeonyesha kuwa atawaadhibu kwa vitendo hivyo? Hapa anaonyesha watakosa malipo kwa vitendo vyao. Sasa vitendo gani ambavyo makafiri hawatolipwa? Wakifanya vitendo vibaya Mungu hatawalipa? Si atawalipa kwa ubaya wao? Vyema, vitendo vyema vya makafiri havitakuwa na malipo kwa nani? Kwa Allah. Watakuwa wanajidanganya tu, kwa sababu sharti la vitendo vyema ni imani, na wao hawana nini? Hawana imani. Ni kama vyama vya siasa, kama huna kadi hupigi kura ndani ya chama chao. Wewe vaa nguo unayoitaka ya chama chako, shangilia, lakini ukifika wakati wa kura za maoni, ukiingia kwenye tawi unaambiwa lete kadi. Huna kadi, unaambiwa hiyo t-shirt yako na nini huko, mshabiki tu wewe. Hawa shabiki wa timu za mpira, shabiki la Yanga linapigana huko mabarazani, mmetuibia, refarika kupendeleni, napigana. Siku Yanga wakiitisha mkutano wa wanachama wa Yanga wote, kama hana kadi ataingia? Shabiki tu, kwa sababu hana kadi. Na Simba ndio hivyo hivyo, na timu nyingine ndio hivyo hivyo. Sasa na huyu naye hata akifanya nini, madhali hana kadi, hana imani, hatambuliki. Sasa imani ndio kitu cha kwanza. Hatuna ubishi, tunajaribu kuelewana tu maana elimu za siku hizi zimejaa ubishi mpaka wengine wanaadhirika huko. Walladhina kafaru, na wale walokufuru, a'malum, vitendo vyao vyema, kasarabin,
ni kama hicho kiwingu au hayo mangati au hiyo mireji tunaisema kwa Kiingereza, biqiatin, katika bonde au katika uwanda. Yahsabuhu, anayadhani mangati hayo, adhamanu, mwenye kiu, maan, maji. Na kamtaja Mwenyezi Mungu mwenye kiu hapa kuonesha kuwa anayahitaji hayo. Ndio makafiri nao vitendo vyao watavihitaji siku ya kiyama viwasaidie. Kwa hivyo watakuwa na kiu, wana utashi wa kuona vitendo vyao vyema vinawasaidia. Hawezi kuwa na utashi na vitendo vibaya. Hata idha jaahu, mpaka atakapoyafikia. Maana atakapofika siku ya kiyama akatarajia angalau yale mema yake aliyofanya atafanyaje, yatamsaidia. Lam yajidu shay'an, hayakuti kitu chochote. Hapana kitu, hakuna kumbukumbu za wema wowote, kwa sababu yeye analolifanya halihesabiwi. Ndio kama ile mtu anakuja kuswali lakini yeye hajatamka shahada la ilaha illallah wala hajazaliwa Muislamu, hii sala yake itamsaidia nini? Sio lazima kwanza aseme ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul, akiri hilo alafu tena yote anakuja kujengeka juu yake. Kwa hivyo huyu hana base, hana msingi. Tutaishi naye duniani vizuri, lakini akhera kutakuwa na tatizo. Lam yajidu shay'an wa wajada Allah indahu, atamkuta Mwenyezi Mungu yuko huko anamsubiri. Yani anakusudia siku ya kiyama, sio atamkuta Mwenyezi Mungu pale alipokwenda kwenye tambarare. Hili limeelekea kwenye siku ya nini? Ya kiyama. Fawafahu, ndio basi atamtimizia hisabu yake yote, atamtimizia. Ndio baadhi wanazuoni wanasema yale mema yatamsaidia kumpunguzia adhabu tu motoni, ndio kumtimizia hisabu yake, kwamba yeye atakavyoadhibiwa kule motoni si sawa sawa na watakavyoadhibiwa makafiri wengine ambao hawakuamini na pia wametenda mabaya. Inaelekea kidogo, kwa sababu kama mtu ni kafiri lakini hajamdhulumu mtu, atakuwa na madhambi ya ukafiri lakini hatakuwa na dhambi ya dhulma. Kama ni kafiri lakini hajala riba, atakuwa na dhambi ya ukafiri lakini hatakuwa na dhambi ya riba. Kwa bila shaka yeye atakuwa tofauti na makafiri wengine. Fawafahu hisabahu, atamtimizia Mwenyezi Mungu hisabu yake. Wallahu sari'ul hisabi, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu, haraka anafanya hesabu kuliko calculator, kuliko mashine nyingine yoyote. Kila kitu kiko kwake sawa sawa. Hiyo ndio aya ya 39. Inakwenda tena, au kadhulumati, au mfano wa pili wa makafiri. Maana ule wa mwanzo walladhina kafaru amalum, ile pale ni mfano. Au mfano mwingine pia kwa kutaka kufahamisha hali ya makafiri ilivyo. Kadhulumati ni kama visa. Kiswahili kigumu sana kusema visa, kwa sababu sisi Waswahili kiza kikiwa kimoja vikiwa vingi vyote tunasema kiza tu, hatuna wingi wa visa sisi. Lakini Waarabu wana dhulmatu na dhulumat, kiza na visa. Sasa kwetu visa itatupa utata. Kuna visa ya kusafiria mtu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, halafu kuna yai visa, yai ambalo limeharibika, wengine wanaita yai fuwiza. Nafikiri hicho ni Kiswahili cha ndani zaidi kusema yai fuwiza, limefuia au limevia, ndio pahala palipovia damu. Na yai visa alama yake kubwa ni kulishika ukafumba jicho moja, alafu ukaliangalia kutoka ncha kama vile unaangalia ncha ya pili kuelekea kwenye mwangaza, kama mchana ni wajua, kama usiku ni wataa. Sasa ukiwa huoni mle ndani kitu, unaona kiza tu, unasema hili ndio yai visa. Na kama yai ni zima, utahisi mna njano au weupe, unapata kama mwangaza mle ndani. Ndio alama kubwa ya kulijua yai visa. Tulivyofundishwa sisi tulipokuwa wadogo, ukienda kununua mayai dukani ufanye vipi? Mitoto ya siku hizi sijui kama imepewa taaluma hiyo, anaweza kukuletea mayai visa matupu. Sasa hii hata moja hakulijua. Na wengine mabingwa akilishika tu, ule uzito unatofautiana baina yai na yai. Hiyo ndo visa. Lakini visa ya pili ndio ile ya kusafiria, na visa ya tatu ni wingi wa kiza, ambayo sidhani katika Kiswahili kama inatumika sana. Ni kiza tu, ndio wanaongeza kiza totoro, kiza kinene, katika kuelezea ule wingi wa kile kiza chenyewe. Kwa hivyo au kadhulumati,
au kama kiza totoro au kiza kinene, au kitaka hiyo sarufi yangu mimi viza, ingawa inaweza kukuletea utata kwenye Kiswahili. Sidhani kama Kiswahili sanifu kimekubali kiza wingi wake uwe viza, na wasiwasi sina hakika. Au kadhulumati, au aina mbalimbali ya kiza, ukiza juu ya kiza, kiza totoro, fi baharin, katika bahari, lujiyin, ya kilindi au yenye shimo. Lujiyin ni kilindi, shimo. Na hili kilindi Kiswahili tunalo sasa. Lindi manake ni shimo, kilindi kinakuwa ni kishimo, lakini wakati mwingine pia inakusudiwa kirefu. Na ndio maana Tanzania bara upande wa kusini kule kuna sehemu inaitwa Lindi, na huo ni mkoa kabisa. Na mimi nimefika mara nyingi sana, na nimejua kwa nini pameitwa Lindi, kwa sababu ukianza kuingia katika eneo hilo unakuta tele barabara inakwenda zake chini, mwisho wa bahari unaikuta iko sawa wa barabara. Kwa hivyo ni shimo, ule mji uko ndani ya shimo, ndio maana umeitwa mji wa Lindi, na ule mkoa umeitwa mkoa wa nini? Wa Lindi. Halafu kuna sehemu inaitwa Kilindi iko Tanga, kuna sehemu inaitwa Kilindi iko Mombasa Kenya, kuna sehemu inaitwa Kilindi iko Pemba. Ujamaa anasinzia tu, lakini kwao pengine Kilindi, Kilindi, Tundaua, Mgelema, kote huko Kilindi. Na kote ukenda habari ndio hiyo hiyo, kuna kuwa na sehemu ya kwenda chini. Kwa hivyo Kilindi au Lindi manake ni shimo. Na hata yale mashimo ya choo yanaitwa nini? Na huku sisi tuna sehemu inaitwa wapi? Malindi. Na ukenda kule chini Malindi Funguni utajikuta vile vile unakwenda chini. Na Mombasa Kenya kuna sehemu inaitwa Malindi pia, na kwa hivyo hivyo ukenda unakwenda chini, yani ni mashimo, ndio lujun. Sasa kwa sisi hapa bahari luji ni Nungwi, sababu kina kirefu kile cha Nungwi cha kwenda chini kabisa, pana shimo pale, ndio bahari luji. Na ziko sehemu mbali. Au kadhulumatin, au kama aina mbalimbali ya kiza au viza, fi bahari, katika bahari, luji yenye kina kirefu. Kama unataka tu maneno ya kufahamika, yenye kina kirefu ndio yenye kilindi. Yakshahu maujun, yanamfunika, humfunika yeye wimbi. Yakshahu, mtu anayeogelea hufunikwa na wimbi. Yakshahu, humfunika yeye maujun, wimbi. Mimfauqihi maujun, na juu yake wimbi tena. Mimfauqihi sahabun, na juu yake mawingu, kuna wingu. Yani mtu anaogelea bahari yenye kilindi, shimo refu, na kawaida bahari yenye kina kirefu inakuwa ni kiza, hakuna mwangaza. Tule mwangaza wa jua haupenyi kwa sababu mbali kule. Halafu amefunikwa na wimbi, halafu na juu yake tena wimbi, halafu juu ya wimbi kuna wingu la mvua. Pata picha hii. Wingu la mvua kawaida yake kuleta kiza, na hasa likiwa halinyeshi. Na maji ya bahari siku zote yanahitaji mwangaza unaotoka juu, ikiwa wa mwezi, ikiwa wa jua, ikiwa angalau kweupe kumetakata. Sasa kama juu ndio kumeshakuwa kiza, na maji yanakuwa vipi? Yanakuwa kiza, hayapati mwangaza, sababu ile kama kioo. Halafu iwe na mtu anaogelea, halafu juu yake kuna wimbi, na juu ya wimbi lake kuna wimbi jingine, hali yake iko vipi? Kiza kitupu, kimemzonga kiza katika kila aina. Hasa Mwenyezi Mungu anatoa taswira ya kafiri, jinsi alivyo katika ukafiri wake, anakuwa namna kama hiyo. Yuko kwenye bahari, shimo refu, juu kuna wimbi, na juu yake kuna wimbi jingine, na juu ya wimbi kuna kiwingu cheusi. Imekuwa kumtoa huyu katika kiza hiki, kazi yake ngumu sana, kazongwa. Anatolea mfano, dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, ndio vile viza baadhi yake juu ya baadhi nyingine, yani aina mbalimbali za kiza. Idha akhraja yadahu, anapoutoa mkono wake, lam yakad yaraha, hakaribii kuuona. Anapoutoa mkono wake kuogelea, muogeleaji lazima achezeshe mikono kwa kusukuma maji nyuma, anapeleka na huo anasukuma maji nyuma. Anaweza kufanya hivi pia, anaweza kufanya hivi, lakini hivi inakuwa ina nguvu, hivi angalau ina nguvu, na hivi ndio ina nguvu zaidi. Analeta maji nyuma kwa mkono huu, anapeleka, analeta maji nyuma kwa mkono huu, ndio anasonga mbele. Basi anapochomoa mkono wake kuyasogeza maji nyuma ili asonge mbele, hakaribii kuona hata ule mkono wake wenyewe, kutokana na kile kiza
kilivyokuwa kikubwa. Sasa hii ni methali tu ya jinsi kafiri alivyo ndani ya ukafiri. Kazongwa, hajitambui, kagubikwa, hajielewi hata yeye mwenyewe yukoje na njia zipi anapita katika maisha yake. Lakini katika lugha ya mfano, Suratu Nur ndio inaongoza kwa tashbihi tamthili. Kule imeanza Allahu nuru samawati wal ardhi. Tumeona kazi iliyotupata kuelezea tashbihi ile ya kandili, kishubaka na kasiana nini, na sasa tena inatukuta kazi nyingine ile ya mangati pale kasarabi mbighiatin, na hii ya mtu aliyezama baharini. Aya hii imesilimisha baharia, tena si Mwarabu, ni mtu wa Ulaya alisilimu kwa aya hii. Huyu bwana alikuwa amefanya kazi melini miaka na miaka, na ilitokea akawahi kuzama mara kadhaa kwenye ajali za baharini, na baadaye anabahatika kuokoka. Sasa siku moja aliingia kwenye maktaba tu katika siku zake za mapumziko. Anapenda kusoma vitabu, tabia yake vitabu mbalimbali. Alipofika akaukuta msahafu wa tafsiri ya Kiingereza. Akaangalia, akasema kitabu hichi sije kuangalia. Akamuuliza yule msimamizi wa maktaba, hichi kitabu gani? Akaambia hiyo kitabu cha Waislamu hicho, Qurani hiyo. Asema sawa. Akachomoa, akawa anasoma nafungua tu bila kama kubahatisha tu, akafungua sura hii. Akafika hapo, akaisoma aya, akairudia, akaisoma aya, akairudia. Akatoka akaenda kwa yule anayesimamia maktaba pale. Akaambia huyu aliandika kitabu hichi aliwahi kuwa baharia. Akaambia kwa nini? Akaambia kwa sababu sijaona mtunzi wa kitabu aliandikwa wala maelezo yake, kazaliwa wapi, kafanya kazi gani, mimi sijaona. Kwa tunga kitabu hichi alikuwa baharia, maana kazungumza mambo hapa mazito ya kibaharia. Akaambia na bebechwa na kitabu hicho kitabu kazi yao kusalia tu Waislamu na nini. Sasa nifahamishe. Akaambia sijui bwana, nenda kwa mtaalamu wetu ofisini juu. Kufika yule mtaalamu akamuuliza wewe dini gani? Akaambia mimi Mkristo. Akaambia unatakia nini kitabu hichi? Akaambia nataka kuuliza aliandika kitabu hichi baharia. Akamuuliza kwani anasema haya mambo ya bahari anayosema mbona mimi amenikuta? Nishazama mimi, wimbi juu ya wimbi, juu mawingu, kiza mpaka nikawa mikono yangu sioni mimi mwenyewe. Hivi ili kusemwa hapa. Bwana sasa tujui, kaulize watu wenye kuamini kitabu hicho. Akachukua ile namba ya aya na nini, akaanza kuuliza mashekhe. Kila shekhe anamuuliza ambia wapi bwana? Hakupita baharini huyu. Licha kuwa baharia, hajavuka hata kwenye jahazi. Yeye safari zake zote jangwani humo, Maka, Madina, Shamu, wapi? Hajapita kwenye bahari ajue talipokaa. Mbona anaeleza mambo namna hii? Ndio ikabidi awapate wanazuoni wakamwambia. Wakaambia hichi akijaandikwa na mtu, kumekusanywa tu na watu. Hajatungwa, unaona hamna jina la mtungaji humo. Hichi ni kitabu cha Mungu. Na Mungu ndio aliumba bahari. Ndio anojua ati ndio alitengeneza. Sasa ile jamaa akaanza kufuatilia hatua kwa hatua mpaka ikawa chanzo cha kukubali Uislamu. Katika historia yake alislimu kwa sababu ya aya hii. Kwa sababu alikuwa baharia. Tumefahamiana? Tunaendelea. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran, na yoyote ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia nuru, basi famalahu min nurin, hana huyo nuru yoyote itakayomsaidia. Kwa hivyo hapa wala ilikuwa hayazungumzi mambo ya baharia. Huu ni mfano tu, lakini mifano anaoipiga Mwenyezi Mungu si mifano ya vitu vya uongo, ni mifano ya vitu vya ukweli mtupu. Kwa hivyo hata ukenda kwenye ule uhalisia wa mfano utaipata maana imesimama vile vile kidete. Lakini lengo lake hapa makafiri hawaioni nuru sawa na mtu aliyefika kwenye hali ngumu kama hiyo. Kwa waman lam yaj'alillahu lahu nuran, na yote ambaye Mungu hajamfanyia nuru, famalahu min nurin, basi yeye hana nuru. Unaona sura nzima ni Suratu Nur, na neno nur linatajwa mara kadha wa kadha. Hiyo ni aya 40. Aya 41. Alam tara anna Allah,
Je, hujaona kwamba Mwenyezi Mungu yusabbihu lahu, wanatakasa kwa ajili yake, man fi samawati wal ardi, waliomo katika mbingu na waliomo ardhini, wattairu, na ndege, safatin, kwa mpango, wamejipanga. Na ndege wamejipanga. Na tutasema hii kujipanga maana yake ndio tunasema wakati mwingine inatafsiriwa katika maana ya kwanza na wakati mwingine katika maana ya nini, ya pili. Kullun, kila mmoja, kada alima salatahu, ameshajua kusali kwake ni vipi, wa tasbihahu, na kuleta tasbihi kwake ni vipi. Kila mmoja anajua. Wallahu alimun bima yafaluna, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa wanaoyafanya. Tusifikiri tunaosali ni sisi tu. Sisi tunasali, lakini na malaika wanasali, na ndege wanasali, na viumbe wengine wanasali, lakini kila mmoja kwa namna yake ya kusali. Hatusali sote namna moja. Hata sisi binadamu, mgonjwa anasali kwenye kiti, asiye mgonjwa anasali wima, au anasali mgonjwa kakaa kitako, mwingine anasali kalalia ubavu, lakini zote ni swala zile. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Usije ukafikiri wewe uliyesimama ndio unasali, ile kitako hasali. Maana kuna mtu mmoja alikuwa anaumwa, nikamfahamisha namna kusali kwa kitako, akatekeleza. Baadaye nilipokuja kwenda kumuona akasema, shekhe, mimi naona kama sisali. Wenzangu wamesimama, mimi nimekaa. Wenzangu wana rukuu, mimi nainama tu. Wenzangu wana sujudu, mimi sifiki chini. Naona kama sisali. Nikamwambia, sisali kama unaposali wao, ukavunje nyonga yako na kiuno. So kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, kila mmoja keshajua kusali kwake na kuleta kwake tasbihi. Tena wewe unataka nini? Sali kwa mujibu wa ulivyo, mpaka litakapokuondoka hilo tatizo utasali kama wengine. Dini nyepesi mnataka kuifanya nzito. Mmoja aliniambia, mimi nikisali safari nikapunguza naona kama sijasali. Sasa wewe si umeruhusiwa kupunguza? Mbona Ijumaa useme nimesali raka 2 naona kama sijasali? Ongeza 2 nyingine ziwe 4. Haiko hivyo. Zile sala zinakwenda kwa mujibu wa sheria ilivyosema. Asa anasema hivyo Mwenyezi Mungu. Alam tara, je, hujaona? Na kuona huku si lazima kwa macho, kwa mazingatio. Je, hujazingatia? Ndio muradi wake. Si kama vile unamsuta mtu kumbe unaona matatizo yako wewe. Unaambia nayaona wala sivai miwani. Haitakuwa jeuri hiyo. Maana yake unaona unayazingatia. Alam tara, je, hujazingatia? Anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu yusabbihu lahu, vinamtakasa yeye au vinatakasa kwa ajili yake, man fi samawati, waliomo mbinguni. Na kuna aya nyingine inasema yusabbihu lahu ma, hapa anasema man. Tofauti ya ma na man. Man anatoa nguvu ya uhai, ma anaonesha hata miti nini vyote vinaingia, lakini man mara nyingi anazungumzia viliko hai. Amintum man fi samai an yaksifa bikumul ardh. Kwa hivyo man fi samawati, walioko mbinguni, wal ardhi, na walioko ardhini. Kwa hivyo wanaingia malaika na tunaingia sisi binadamu, man fi samawati. Na hata majini waliokuwa wanatii nao wanafanyaje? Wanaingia. Wattairu, na mpaka ndege nao wanamsabihi Mwenyezi Mungu. Attairu wanakuwa ni ndege wengi. Attairu ndo ndege mmoja. Attairu ndege wengi, na tuyur vile vile ndege wengi, na tairat vile vile ndege wengi. Katika wingi kuna miundo tofauti. Wattairu, na ndege tena safatin, kwa mistari. Sasa hapa kwa mistari maana ya kwanza wamepiga safu, yani kama hivi sala yetu ya jamaa, ndege wanapiga mistari kufanya tasbih. Katika sura Tabaraka akasema nini? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum wa yaqbidna, hawaoni ndege juu yao, safatin, wamejipanga na wanapiga dede, wanaganda. Yaqbidna, wanaganda. Unaona hawendi huku wala huku, lakini wakae kwa mstari, akalabu wanakaa kwa mzunguko na kiwingu wale. Sasa safu pale sio manake mstari, manake kwa mpango. Wasafati safa,
na hapa kwa walojipanga kwa mpango au walopiga mstari. Malaika wakipiga mstari wataanzia wapi, watamalizia wapi? Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa kam min malakin fi samawati. Kwa malaika wako wengi, manake kwa mpango. Ndio tukasema wajaa rabbuka wal malaku saffan, akaja Mola wako na malaika kwa mipango, kwa mpangilio. Si lazima yuko mstari manake wamekaa hivi na ile sio kwamba kaja Mungu manake kawaleta. Jaa rabbuka wal malaku itakuja manake kawaleta Mola wako. Ndio maana kuna qiraa wajaa rabbuka wal malaka, wakaifanya ile waul ma'iyya, yani akawaleta Mwenyezi Mungu malaika. Na qiraa chetu mashuhuri wal malaku lakini tumeyasema tulipokuwa katika sura zile, hatuna haja kuyarudia, ingawa wengi wanapenda tuyarudie. Wengine wanasema sikusikia, wengine wanasema nimesahau, kwa hivyo mimi ananifanya kama ATM, anibonyeze tu nitoe. Haya bwana, ndo kusoma. Kullun qad alima salatahu, kila mmoja amejua kusali kwake, wa tasbihahu, na kuleta tasbih yake. Kwa hivyo sala zinatofautiana hizi. Kila kiumbe, malaika wanasali na binadamu wanasali. Aya mashuhuri ile, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa hivyo Mungu anamsalia mtume, malaika wanamsalia mtume, na sisi tunatakiwa tumsalie mtume. Lakini anavyosaliwa mtume na Mwenyezi Mungu ndio tunavyosalia sisi, wanavyosalia malaika ndio tunavyosalia sisi. Kila mmoja, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, kila mmoja ameshajua kusali kwake ni vipi na kutakasa kwake ni vipi. Wala usipate tabu. Mpaka samaki wanamsabihi Mwenyezi Mungu, mpaka nyuki na nzi wanamsabihi Mwenyezi Mungu. Lakini kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, kila mmoja amejua namna kusali kwake na namna kuleta kwake tasbih. Hatuabudu kwa namna moja, kila mmoja kwa muumbile yake. Wallahu alimun bima yafaluna, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa wanaofanya, anajua wanafanya vipi. Umeona, Mwenyezi Mungu anajua wanavyofanya. Kwa hivyo kila kinachoabudu, kila kinachosali, kila kinachomtakasa Mwenyezi Mungu anajua. Na akasema bima yafaluna kwa sababu ndani yake wamo watu, kwa sababu katumia man. Kwa hivyo mimbabi taghlibi, katika mlango wa kwamba walio wengi ni hawa man, ambao watakuwa ni malaika, binadamu na majini. Lakini watairi wamo umomo, lakini kasema yafaluna, wanaoyafanya. Hakusema bima atafalu kwa kuwapa nguvu ndege, hawajapewa nguvu ndege, kawapa nguvu watu, malaika na majini. Hiyo ni aya ya 41. Inatushtua sisi, kutuonesha kuwa binadamu tusiringe sana katika jambo la ibada. Mwenyezi Mungu anaabudiwa vya kutosha, na ibada haimuongezei Mwenyezi Mungu chochote, na kuacha kumwabudu hakumpunguzii Mwenyezi Mungu chochote, ni kwa faida zetu sisi wenyewe. Na Mungu wala hahitaji kwamba lazima tumwabudu labda yeye ndio atakuwa Mungu. Yeye ni Mungu tu hata kama hatujamwabudu. Wanaomkufuru ni Mungu wao, na wanaomwamini pia ni Mungu wao. Haya, walillahi mulku samawati wal ardhi, tunakumbushwa tena, na ni ya Mwenyezi Mungu mamlaka ya mbingu na ardhi, wala si yenu. Dunia si yenu, mbingu si yenu, ardhi si yenu, vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Kakupeni uwakilishi tu kwamba fanyeni kazi kwa niaba yangu, mtumie ardhi hiyo, mtumie anga, mfanye hivi, na kupeni mamlaka dhidi ya viumbe wengine. Basi tena sisi vichwa hivyo tunafikiri kwamba dunia mali yetu. Si mali yetu sisi sote, na dunia hii ni mali ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anatukumbusha walillahi, ni nani ya Mwenyezi Mungu, milki samawati wal ardhi, mamlaka ya mbingu na ardhi ni yake. Msije mkajisahau mkafikiri ni yenu, ni yake. Na ishitoshe basi, wa ila Allahi al-masir, na kwa Mwenyezi Mungu ndio mwendo wa kila mtu. Mwendo wetu wote swara yasiru, tunakwenda kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kila anayekufa anakwenda huko, kila anayekufa anakwenda huko. Kwa hivyo akifika tambua, tulikupa mamlaka, uliifanya vipi wewe? Wa mimali minaina kitasa wa an mali minaina kitasaba wa fima anfaqahu, uliichuma vipi, ulitumia vipi mali?
Wewe ulikuwa na utawala, ulikuwa na mamlaka, ulikuwa na ardhi, ulikuwa na hichi, ulitumiaje? Na vyote ni vyangu. Sasa unaulizwa jinsi ulivyotumia. Ni sasa wanakupewa 10,000 na mkoba, nenda sokoni. Alafu ukirudi useme umenunua nini na nini na shilingi ngapi? Hizi menunua tungule, hizi vitunguu, lete mahesabu. Ole wako 3,000 haionekani humo ndani. Utailipa? Umeifanya nini? Si umepewa, umetumwa sokoni we. Kwa hivyo rudisha mahesabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katutuma hapa duniani turudishe mahesabu. Kwa hiyo tutarudi kwake na tutahesabiwa kwa kila fursa tuliopewa na kila mamlaka tuliopewa, kwa sababu kimsingi mamlaka ni ya Mungu na fursa ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe uliumbwa mwanamume, uliutumiaje ujana dume wako? Na wewe uliumbwa mwanamke, uliutumiaje ujana jike wako? Sasa kama uligeuza umeumbwa mwanamume halafu wewe ukao unaparamiwa, utajibu ilikuwaje ukafanya maamuzi haya? Na kama uliumbwa mwanamke halafu wewe ukaparamia wanawake wenzako, utajibu ilikuwaje ukafanya maamuzi haya? Chochote kile ulichopewa, namna ulivyokutumia, utajibu. Marejeo yako kule wa ile hilmasir. Na kwa Mungu wakati ni kitu kidogo sana. Sisi tunajidanganya na huu umri. Tena Mwenyezi Mungu anataka tuangalie, alam tara, je hujaona? Kwa maana hujazingatia maono ya mazingatio. Anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu yuzji sahaban, analisukuma wingu. Ndo ile sahabu limerudi tena hapa na nyuma kule, faukahu sahabu, analisukuma nini? Wingu. Anayelisukuma ni Mwenyezi Mungu. Nani anayeweza kwenda kupush kusukuma wingu la mvua, la maji ya mvua kule juu? Nani anaweza kuweka mikakati tu ya kutaka upepo ukasukume? Nani? Kazi za kimaumbile zote anazifanya mwenyewe Jalla Jalalu kwa utaratibu aliopanga yeye. Kiwingu anakisukuma. Sahab ni kile ambacho kina mvua, yale mawingu ya moshi anayasukuma, na unaona na kwenda. Watabiri wa hali ya hewa wanatuambia mawingu ya upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa kutoka kusini kwenda kaskazini, na mawingu yatakwenda kwa kasi fulani, yatafika, yatamwaga mvua upande fulani. Yote kazi yao kutabiri, lakini wanasoma tu mwenendo. Ukiuliza anayeyaendesha yale nani? Nani anaweza kukipakia kiwingu kama daladala akakitoa fuoni kukipeleka mjini? Kazi anaifanya nani? Ni mwenyewe Jalla Jalalu. Sasa unaambiwa huyatafakari hayo, kwamba hizo kazi hajamkabidhi mtu yoyote, kama kawapa malaika, lakini anazifanya yeye kwa amri yake. Alam tara, je hujaona, hujazingatia, anallaha yuzji, kwamba Mwenyezi Mungu anasukuma sahaban, wingu. Yuzji, kusukuma katika maana yote ya kusukuma, hii ya kumpushi mtu, na kusukuma vile vile kwa maana ya kukipeleka kitu haraka haraka tu, kama ilipokuja kwenye surati Yusuf, wakasema wajina bibidhaatin muzjatin, na tumekuja na bidhaa za kusukuma tu. Bidhaa za kusukuma ni zipi? Yani unakwenda sokoni, bei yoyote unayokuta wewe unakuwa uko tayari kufanyaje? Kuuza. Ndio inaitwa bidhaa ya kusukuma. Haya, bei ya kusukuma tena, bei ya mwisho, yani nataka ule mzigo uniondoke. Ndio hiyo yuzji. Sasa Mwenyezi Mungu analisukuma, analipeleka kwa neno jingine. Kusukuma ni kukipeleka kitu kutokea nyuma, ndio kusukuma aghlabu. Kwa hivyo yuzji sahaban, analisukuma wingu. Thumma, kisha yuallifu bainahu, analiunganisha baina yake na baina ya kitu kingine, ama wingu jingine au upepo au kitu kingine chote. Ndio ile inna Allaha alafa baina qulubikum, kuunganisha, taalifu, kutunga au kuunganisha. Thumma yuallifu, kisha analiunganisha hilo wingu baina yake na jengine au na upepo na kitu kingine. Thumma, kisha, hapa inaonekana wazi analiunganisha na wingu jengine. Ndio ukitizama usiku uliokuwa umetakata hivi, unaona wingu linakuja na wingu linakuja, yanakutana yale kama moshi, alafu yanaungana, yanatengeneza kitu kingine kizito. Thumma yuallifu, kisha analiunganisha baina yake na jengine. Thumma yaj'aluhu rukaman, kisha analifanya rundo. Rukaman ni rundo kubwa, linakuwa zito kutokana na kuungana. Thumma yaj'aluhu rukaman,
kisha analifanya rundo, fatara alwadqa, basi utaliona tone. Wadqa ni tone lile la mvua, yakhruju, linatoka min khilali, katikati yake lile wingu linatoka tone la mvua, na kule juu linakuwa kubwa, alwadqu linakuwa kubwa. Halafu kwa sababu ya masafa linavunjika vunjika, likifika huko linakuwa chenga chenga, ndo zile tunazoziona manyunyu yale ya mvua, lakini mwanzo linatoka kubwa kule. Na wewe ukitaka kulijua hili, kafanye zoezi moja, panda kwenye nyumba ndefu au mti mrefu, lakini jitahidi iwe wakati ambao watu hawapiti chini, alafu kaa na maji kopo zima kule au kata ya mwage kule juu. Kule juu yatakuwa yanatoka kwa wingi kwa pamoja, lakini yakifika chini yatakuwa ishatawanyika. Kama masafa ni marefu, hayawezi kuwa yanarudi kata moja ndo ile kopo moja kama amepita kwenye bomba. Hapa katikati lazima yachawanyike, yatafika chini yamechawanyika, hayaji katika ujazo ule uliomwaga kutoka juu. Umenifahamu? Labda iwe mahala ni karibu, lakini kama mahala parefu yanakuja tofauti. Na ndivyo mvua kule juu inakuja ikiwa moja, matone makubwa, halafu kila yakishuka masafa marefu yanavunjika na kuchawanyika, ndio tunapata ile mvua iliyosambaa. Jiografia tupo hii. Ukisoma jiografia yote utayaona kwenye jiografia, lakini hapa ndio kwenye Qur'an. Na kwa bahati mbaya mara nyingi watu wanaokuja sana misikitini ni wale ambao wamefeli jiografia skuli. Ndio mara nyingi, si mara zote, lakini mara nyingi bahati inakuwa mbaya. Sasa ukianza kufundisha jiografia, unaona mijicho kodo, inabidi sasa ukamate chaki na ubao kuonesha mambo ya rain, mvua zinapokuja nini ghasia. Ile ni jiografia. Ndio maana tulipofika Saudi Arabia, sasa wengine wakawa wanatufundisha jiografia. Nikawauliza walimu, kwa nini mnatufundisha jiografia? Wakasema tumegundua kuwa mashehe wengi hawajui jiografia na Qur'ani imeisema sana jiografia. Nikafurahi kweli. Kwa mwaka wangu madarasa 3 nimekuwa mimi wa kwanza katika jiografia hiyo ya Kiarabu.